utulivu. Pale unapofikiri haiwezekani, mwingine anaona inawezekana. Na ukiona safari yako ni ngumu, ujue kuna mwenzako kwake ni rahisi. Usiseme siwezi, kwani kila aliyeweza alianza kujaribu na kushindwa. Maisha yana siri ya maumivu. Maumivu ni sehemu ya safari hiyo. Kama usikate tamaa kwa ajili ya maneno ya mtu, kwani hata yeye anajaribu kukatisha tamaa huku akiomba afanikiwe kukatisha tamaa. Kumbe inawezekana na wewe ukaomba kutokatishwa tamaa. Mungu aliyewapa ni yeye aliyekunyima. Hakikisha hauchoki kumwomba Mungu, na ipo siku utafanikiwa chini ya jua hili. Siku zote wenye kupambana ndio wanaojua machungu. Siku zote vizoea kupewa, kamwe utajua kumwa matusi. Aliyetukanwa ni yule aliyenyimwa, na aliyenyimwa ni yule aliyekosa maneno. Maneno ya kuzungumza si lazima ya matusi tu, bali unaweza kumjibu aliyekutukana kwa shukrani. Atabaki na maneno yake, atabaki na uchungu wake, na atatafakari, na ipo siku atakuomba msamaha kwa alichokifanya. Kamwe usimjibu matusi mtu aliyekutukana, utazua ugomvi tu. Maisha hayapo hivyo bro, maisha yana uchungu. Aliyekuumiza msamehe. Huyo ndiyo shetani mwenyewe ambaye ulikuwa ukiomba Mungu kila siku epushwe naye. Hivyo usimuone ni mtu, usimuone ni mrembo, usimuone ni mzuri. Huyo ameepushwa na Mungu wako. Huyo ameepushwa na dua zako unazoomba kila siku. Sura yake ni mtu, lakini kiundani ni shetani ambaye ameepushwa kwako kwa kutumia maumivu. Hivyo maumivu kamwe usilalamike, maumivu kamwe usiyalaumu, maumivu kamwe usiyafanye kama sehemu ya kilio. Hakikisha maisha haya unavyoendesha kamwe hayakuumizi, japo maumivu ni sehemu ya maisha hayo. Anayekupenda kwa dhati kamwe hawezi kukuuliza vipi kesho.